Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Kristo, na wasalimu na amini ya kwamba amani ya Bwana imezidi kuwa pamoja nanyi na kwa wingi. Basi niwakaribishe katika kipindi chetu cha jioni ya leo, kusudi kwamba tuweze kujua yaliyo mapenzi ya Mungu ni yapi. Lakini kabla ya mambo yote, kama kawaida katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:1, kabla ya mambo yote nataka dua, sala na maombezi zifanyike kwa ajili ya watu wote. Na basi mimi pia nakualika tuweze kupiga magoti kwa ajili ya kupata ombi kabla ya kuendelea. Baba wetu wa mbinguni, sifa na shukrani zikurudie kwa maana unastahili. Asante kwa sababu ya kutulinda na kuwa pamoja nasi na kutuwezesha kuweza kutukutanisha na pamoja na anayefuatilia vipindi vya kanisa la saa 11. Umbali huu ni wewe Beneza. Tusamehe dhambi zetu na makosa yetu mahali tumeenda kinyume na mapenzi yako, lakini zaidi ututakase na damu ya Kristo iliyomwagika, kusudi dhambi zetu ziweze kuondolewa, tuishi maisha matakatifu. Katika kipindi hiki kuwa pamoja nasi tangu mwanzo hadi mwisho, mapenzi yako yazidi kutimizwa. Ni katika Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amina. Katika kipindi cha jioni ya leo, ndugu mtazamaji na pendwa katika Kristo, naenda kuangalia kafara mbili. Kafara mbili. Na kafara hizi mbili ni muhimu sana katika maisha ya Mkristo na anayetafuta kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi, kwa sababu lengo kuu ama hitaji kuu kwa kila mmoja wetu, mimi pamoja nawe, ni kushinda dhambi. Yaani bila kushinda dhambi hatuna cha kutumainia. Lengo ni kushinda dhambi. Kafara mbili ambazo tunaenda kuziangalia jioni ya leo, moja ni kafara ambayo imetolewa kupitia kwa uzima na damu ya Kristo, Roho Mtakatifu. Na vile vile tutaenda kuangalia nini, moja ikiwa ni ya uishwaji ama regeneration, na nyingine ikiwa ni ya nini, ya ukombozi.
na kafara zote mbili zinaambatana kwamba ukiondoa moja ubaki na moja, ingine itakuwa haina maana. Lazima zote ziweze kuzingatiwa. Na hiki kisa ama hizi somo letu hasa linaenda kukita kwenye kitabu ni kile cha Mwanzo ama Genesis, sura yake ni ya 4. Hasa sura ya 4 hata ukianzia 1 hadi 15 ni sura ambayo inafahamika vema, ambayo inahusisha watoto wa nani, wa wazazi wetu wa kwanza ama Adam, ambaye ni nani? Kaini na ndugu yake Habili ama Abel. Cain and Abel, the two brothers. Hao ndio tunaweza kuangazia, na hapo ndipo somo letu linaenda tunaenda kukita hapo kwenye hao watoto wa Adam. Na basi vile vile tunaweza tutaweza pia kuangazia somo letu kutokana na kitabu cha Patriarchs and Prophets ama Wazee na Manabii. Wazee na Manabii ni katika sura yake ni ile ya 70 na ngapi? 70 na sura yake ni ya 5, lakini pia unaweza kaanzia kwenye ukurasa wake ni wa 71 tukiendelea. Patriarchs and Prophets page 71 tukiendelea hapo. Lakini katika maandiko matakatifu ni kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake ni ya 4, kuanzia 1 hadi ngapi? Hadi 15. Ngawaja hatutaweza kuzichambua zote moja baada ya nyingine. Basi hapo tunakuja kuona, nipenda kuingia kwenye kitabu hicho moja kwa moja. Maandiko matakatifu kitabu cha Mwanzo, Genesis sura yake ni ya 4. Sura yake ni ya 4. Kuanzia 1 hadi 4. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume na kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili, mstari wa 4, Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizo nona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Habili na sadaka yake. Basi sura ya 5 kitabu cha Wazee na Manabii, ni ujumbe upi tunaopata kule kuhusiana na kafara za muhimu 2 na ambazo ndizo tunazihitaji leo hii tuweze kukubaliana na matakwa yake Mungu katika ibada zetu. Je, ibada zetu zinakubalika mbele za Mungu? Tuko upande gani? Ni upande wa nani? Kafara ya Kaini ama ni kafara ya nani? Ya Habili. Ni gani inayokubalika? Ibada inayokubalika ni ipi? Basi sura hii vile tumesema kwamba inajengwa kwenye kitabu cha Mwanzo. Usome kuanzia mstari wa 1 hadi 15. Kaini na Habili, ndugu watoto wa Adamu, walitofautiana sana katika kitabia. Yaani walikuwa tofauti kitabia, hawakuwa sawa. Habili alikuwa na roho ya utii kwa Mungu. Aliona haki na rehema katika utendaji wa Muumba kwa kizazi kilichoanguka, na akakubali tumaini la ukombozi. Alikubali tumaini la ukombozi. Lakini Kaini nduguye, kwake ilikuwaje? Alikuwa na hisia za uasi na alinungunika dhidi ya Mungu kwa sababu ya laana iliyotolewa kwa dunia na kwa kizazi kilichoanguka kwa sababu ya dhambi ya Adamu. Aliruhusu akili yake iharibiwe katika njia sawa na ile iliyoongoza anguko la Shetani, akiwa na tamaa ya kujikweza na
kuhoji haki na mamlaka ya mbinguni. Yaani hapo unaona kwamba Kaini tabia yake ni ya manunguniko, lakini huyu ndugu yake ambaye ni Habili, kwamba yeye alikuwa na roho ya utii kwa Mungu, na pia aliona haki na rehema katika utendaji wa Muumba kwa kizazi kilichoanguka. Na hata hivyo sio hivi, haikuishia hapo, bali akakubali tumaini la ukombozi. Lakini ndugu yeye alikuwa ni wa namna ya kufanya nini? Manunguniko. Kutokana na nini? Na madhara yaliyoletwa kutokana na maamuzi ya wazazi wao. Basi ndugu hawa walijaribiwa kama Adamu. Kama vile na sisi leo hii tunapitia mstari huo, barabara hiyo, kwamba lazima tupitie majaribu kama vile wazazi wetu wa kwanza. Lakini yatupasa tufanye nini? Tuweze kushinda. Kumbuka ndivyo Mungu alimwambia Kaini ya kwamba yakupasa uyashinde. Katika kitabu hicho cha Mwanzo sura 4 yake ni ya 7. Majaribu yanakuja na lazima tuyashinde, ili ionekane kama wataamini na kutii neno la Mungu. Majaribu yanapokuja, yanakuja ili yadhibitishe kwamba tunaamini neno la Mungu au atuliamini, ama tunasimama upande wa shetani. Walitambua kuhusu ukombozi wa mwanadamu, kwa hivyo walifundishwa somo la ukombozi. Na kitu kingine kwamba na kufahamu utaratibu wa kutoa kafara ambao Mungu ameuweka. Yaani kama ni utaratibu wote, kila kitu, maarifa yote walikuwa nayo dhidi ya kufanya nini? Kutoa kafara, ibada inayokubalika mbele za Mungu. Maarifa hayo walikuwa nayo, kama sisi vile tunavyofanya nini? Tunavyofahamu kutokana na neno lake Mungu, kwa sababu bila neno lake Mungu ambalo ndilo taa, tuwezi tukajua mapenzi ya Mungu ni nini, bali kupitia kwa neno lake tunajua mapenzi ya Mungu ni nini kwetu. Ibada inayokubalika ni nini, ni ipi, inajulikana. Ukisoma andiko matakatifu, roho ya unabii, vyote vinatuonyesha ama ni barabara inayotusaidia kuweza kuelewa mambo hayo yote. Hivyo wote hawa watoto ndugu wawili waliweza kuyafahamu mambo hayo, na kwamba walifahamu kwamba kwa kafara hizo, msikiliza, walifahamu kwa nini? Walifahamu kwamba kwa kafara hizo wangeonyesha imani kwa Mwokozi ambaye kafara hizo zilimlenga, na wakati huo kuonyesha utegemezi wao kwake kwa ajili ya msamaha. Kwake kwa ajili ya msamaha. Kuna jambo moja hapo ningependa tuweze kuliangalia kutokana na kila ambacho tunaendelea kukisoma. Nakumbuka kwamba tunaangalia kafara 2 ndizo tunaangazia. Kafara 2 na nini? Na ambazo ni muhimu kwa kila mmoja wetu anayetafuta kuingia mbinguni. Ni Patriarchs and the Prophets. Patriarchs and the Prophets, ukurasa wa 71. Patriarchs and the Prophets, ukurasa wa 71. Kwa Kiingereza nasema kwamba these brothers, hawa ndugu, were tested as Adam had been tested before them, to prove whether they would believe and obey the word of God. They were acquainted with the provision which made for the salvation of man. Yani walijua kila kitu, mpango wote wa ukombozi uliokuwa umewekwa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. And they understood the system of offerings which God had ordained. They understood kila kitu, walielewa mpango uliokuwepo. They knew that in these offerings they were to express faith in the Savior whom the offerings typified. Walijua kwamba walifahamu kwamba kwa kafara hizo, yani hata hapo unaona kuna kitu hapo kwamba kwa kafara hizo, sio kwa kafara hiyo, kwa kafara hizo wangeonyesha imani
kwa Mwokozi ambaye kafara hizo zilimlenga. Sasa kafara hizo zilikuwa zimemlenga Mwokozi wao. Na hapa inakuja kukuonyesha kwamba tunaangazia kafara mbili ambazo ni za muhimu. Ukitoa moja nyingine haina maana. Ndio maana yake kwamba kuna kafara mbili. Ya kwanza ni ya kuzaliwa katika sura nyingine, na ya pili ni pale pale msalabani alipotunduka kule msalabani kama mwanadamu. Ubinadamu ndio uliweza kufa kule msalabani. Uungu haukufa kule msalabani. Hiyo ina maana zaidi sana, na vile ambavyo tutaendelea kujifunza hapa na kuona na umuhimu wake ni upi. Basi tunakuja kuona kwamba na wakati huo kuonyesha, kwa hivyo walikuwa wanaonyesha nini? Utegemezi wao kwake kwa ajili ya msamaha. Sasa wanaona kwamba hapa ilikuwa inaonyesha lazima wamtegemee Mwokozi wao kwa ajili ya msamaha wa dhambi zao, kama vile ilivyo leo hii kwamba na sisi utegemezi wetu lazima tuweke utegemezi wetu kwa nani? Kwa Mwokozi wetu aliyetufia, ambaye ni Kristo. Bila yeye hatuwezi tukashinda dhambi. Yohana Injili 14:6, yeye mimi ndimi njia, uzima na ukweli. Kimaanisha kwamba kwa sababu yeye ndiye njia, hatuwezi tukamfikia Baba bila kupitia kwake, bila kufahamu na kukidhamini na kuweza kukichukulia na uzito unaofaa kile ambacho amekifanya, hasa kafara mbili na ambazo ni za muhimu kabisa kwa kila mmoja wetu ambaye anahitaji kushinda dhambi. Kafara ya kwanza ni ya kuzaliwa katika sura nyingine, ambayo haijadhaminiwa na ambayo ndiyo imetoa tiba. Na nyingine ni ya kule ukombozi ya msalabani kule. Ubinadamu ambao ulikufa kule msalabani. Uungu haukufa kule msalabani. Ina maana zaidi kinyume na vile unavyodhani, ndugu yangu na dada yangu. Ila fuatana nami utaendelea kuona mambo haya na uendelee kujifunza. Tusije tukaacha kitu chochote tukadhania kwamba ibada zetu zinakubalika mbele za Mungu. Tusiwe kwenye ibada ya Kaini, bali tuweze kuangalia ibada inayokubalika mbele za Mungu ni ipi. Maandiko yatuweke wazi na roho ya unabii. Basi tunakuja kuona kwamba pasipo kumwawa damu hakuna ondoleo la nini? La dhambi. Hicho ni kitabu cha Hebrews, Ibrania. Kitabu cha Ibrania kitabu ni cha Ibrania Hebrews chapter tafuta hapa fungu without the shedding of blood. Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 Naam, Hebrews chapter 9 verse 22. Ibrania 9:20 na ngapi? 22. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwawa damu hakuna ondoleo. Kiswahili hapa kimefilisika kidogo, niweza kuingia kwenye King James Version. King James Version, Hebrews chapter 9, Ibrania 9:20 na ngapi? 22. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. And without shedding of blood is no remission. Yaani kwamba hapa
sharti ni kwamba ili kwamba dhambi itakaswe, dhambi iondolewe, lazima kuwe na umwagaji wa damu. Na hii inahusiana na nini? Na sheria. Kwa sababu dhambi ni nini? Barua ya kwanza wa Yohana 3:4, dhambi ni uasi wa sheria. Kwa sababu wazazi wetu wa kwanza waliasi sheria, na sheria hiyo ilihitaji kwamba ili kwamba upatanisho ufanywe dhidi ya sheria waliokuwa wameivunja, ilihitaji kwamba damu ifanye nini? Imwagike, ili kwamba dhambi hiyo iondolewe. Na damu ambayo ingeweza kuondoa dhambi hiyo ni damu ya mtoa sheria, aliyetoa sheria. In other words, aliyekuwa sawa na Mungu katika kila hali. One was equal with God in every sense. Unaposoma kile kitabu cha Ezekiel 18:4, roho itendayo dhambi hakika itakufa, na itakufa milele, kifo cha ambacho hakuna tumaini la ufufuo. Vile vile usome kile kitabu cha maandiko ya awali 218, kinyume cha uzima wa milele ni nini? Ni mauti ya milele. Na kwa njia hiyo damu iwe imefanya nini? Imemwagika kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuondoa dhambi hiyo ama utakaso. Na ndiyo tunakuja kuona kwamba hizo kafara mbili zinatuonesha ama zinatuleta karibu na kutuonyesha ni jinsi gani ni za muhimu. Moja ni kwa ajili ya uishwaji ama utakaso kutokana na dhambi, na nyingine ni kwa ajili ya ukombozi. Na zote mbili zinaambatana. Uwezi ukatoa moja na ukabaki na moja. Kwa hivyo tunaona hapo kwamba bila ondoleo la hakuna ondoleo la dhambi. Na walikuwa waonyeshe imani yao katika damu ya Kristo kama ahadi ya upatanisho, kwa kutoa mzaliwa wa kwanza katika zizi kwa ajili ya kafara. Zaidi ya hilo, mazao ya kwanza ya matunda ya nchi yalikuwa yaletwe mbele za Bwana kama sadaka ya shukrani. Nikipenda kurudia hiyo kauli, maana hapo ndipo wengi wanasahau na wanakosea, hasa kupitia kwa mafundisho mapotofu kama vile Utatu Mtakatifu. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Na walikuwa waonyesha imani yao katika damu ya Kristo. Imani yao katika nini? Damu ya Kristo kama ahadi ya upatanisho. Ahadi ya upatanisho kwa kutoa mzaliwa wa kwanza katika zizi kwa ajili ya kafara. Mzaliwa wa kwanza alikuwa atolewe kwenye zizi kwa ajili ya damu ya nini? Ya upatanisho. Hiyo ni ya kwanza, ili kwamba damu imwagike. Nyingine zaidi ya hilo, zaidi ya mzaliwa wa kwanza kwenye zizi damu kwamba iweze kumwagika, ni kwamba mazao ya kwanza ya matunda ya nchi yalikuwa yaletwe mbele za Bwana kama sadaka ya shukrani. Kuna sadaka mbili hapa ama kafara mbili. Ya kwanza ni ya mzaliwa wa kwanza kutoka wapi? Zizini, mnyama. Na nyingine na kutokana na mnyama huyo mwana kondoo aweze kufanya nini? Kuchinjwa, damu imwagike. Na nyingine ni kwa kutokana na mazao ya kwanza ya matunda, nayo pia ilikuwa ni sadaka aina ngapi? Aina mbili. Yaani kafara hapo mbili kabisa vizuri zinaweza kuonekana hapo. Na hii ndio ilikuwa mpango wa Mungu, na hawa ndugu walikuwa wamefundishwa na walikuwa wamefanya nini? Wameeleweshwa. Moja ni kwa ajili ya nini? Upatanisho, na nyingine ni kwa ajili ya ukombozi. Basi hapa tunakuja kuona kwamba, na ndiposa tunakuja kuona kwamba Kaini alichokifanya ni nini? Mbona yake ilikataliwa? Abili alifanya nini? Ndugu hawa wawili walijenga madhabahu ya kufanana, na kila mmoja alileta matoleo. Yaani kujenga madhabahu ni sawa sawa na kwamba wote walikuwa wanaenda wapi?
walikuwa wanaelekea kwenye ibada za kufanana. Wote ni wana matengenezo, wote wanatunza Sabato. Ibada za kufanana, walijenga madhabahu na kila mmoja alileta matoleo. Wote walileta nini? Walikuja kuabudu, walikuja na kafara. Abili alileta matoleo ya wanyama. Sawa na maagizo ya Bwana. Alileta matoleo ya wanyama sawa na maagizo ya Bwana. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Moto ukatoka mbinguni na kuchoma kafara. Yaani kwamba mbingu zikakubali kafara ya nani? Habili. Lakini Kaini, bila kujali maagizo ya Bwana na sheria, bila kujali maagizo ya Bwana na nini? Na sheria, alileta matoleo ya matunda tu. Naona alichokifanya Kaini. Yeye alileta matoleo ya nini? Ya matunda tu. Hiyo ndiyo kafara aliyoweza kuitoa. Hakujali maagizo ya Bwana, hakujali sheria ya Mungu. Hapakuwepo na ishara yoyote kutoka mbinguni kuonyesha ilikubaliwa. Mbingu haikukubali kafara ya Kaini. Habili alimsihi ndugu yake ili amfikie Mungu kwa njia ya mbinguni iliyoelezewa, lakini kusihi huku kulimfanya Kaini azidi kufuata nia yake mwenyewe. Akiwa mkubwa, yani Kaini akiwa mkubwa, alifikiri kwamba alikuwa anakaripiwa na mdogo wake na akadharau ushauri wake. Yani unaona kwamba Habili hata hivi alijaribu kumuelekeza ndugu yake kwa njia ama kuweza kuzingatia makusudi na kuweza kuwa bila kupuuza na kuenenda sawa sawa na neno la Mungu na maagizo yake vile yalivyo. Lakini ndugu yake alikuwa anaona kana kwamba ni kudharauliwa na mdogo wake. Kaini alikuja mbele za Mungu akiwa na manunguniko na kutokuwa mwaminifu ndani ya moyo wake juu ya kafara iliyoahidiwa na umuhimu wa kutoa sadaka. Sadaka zake zilionyesha kwamba hapakuwa na haja ya kutubu dhambi. Hebu sikiliza hapo. Sadaka zake Kaini zilionyesha kwamba hapakuwa na haja ya kutubu dhambi. Yamaanishaje sasa? Kwa mujibu wa kitabu cha Romans sura yake ni ya 3, Romans chapter 3, Warumi 3, Warumi 3 Warumi 3:23, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Alafu 6:23, 6:23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Na kilichomsababisha mwana wa Mungu atoke mbinguni aje ulimwenguni ni kwa sababu gani? Ni dhambi. Alikuja kudhihirisha tabia ya baba yake. Madai ya shetani ilikuwa ni kwamba mwanadamu ama kiumbe yoyote akaweza kuyashika maagizo ya muumbaji wake. Na ndiposa alipowashawishi wale wazazi wetu wa kwanza kwenye bustani ya Eden wakaanguka,
alionyesha kwamba, si unaona hapa kwamba haiwezekani mwanadamu kutii maagizo yako, sheria zako ni ngumu. Hasa ikabidi kwamba Mungu mwenyewe aliyetoa sheria. Watoa sheria walikuwa ni nani? Muumbaji alikuwa ni nani? Baba na Kristo waliumba. Basi aliye na uwezo huo wa kwamba aliumba viumbe vyote, mwana wa Mungu alikuja, akaja katika mwili adhirishe kwamba inawezekana mtu kushinda dhambi. Ndio maana alikuja katika mwili. Na hivyo tunakuja kuona hapo ya kwamba Kaini yeye alihisi kwamba sadaka zake zilionyesha kwamba hapakuwa na haja ya kutubu dhambi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ni kuendelea kutenda dhambi kwenda mbele, hakuna kutubu nini? Dhambi. Alihisi kama wengi wanavyohisi sasa. Wengi wanahisije? Kwamba itakuwa kuonyesha udhaifu wa kufuata mpango uliowekwa na Mungu wa kutegemea wokovu kwa upatanisho wa ahadi ya mkombozi. Alichagua njia ya kujitegemea. Yaani Kaini yeye alichagua njia ya kujitegemea, kwamba hiyo ni sawa sawa na kwamba kwa mfano katika kile kitabu cha Mwanzo sura yake ni 28 mstari wake ni wa 12, tunaona Yakobo anaona ngazi ambayo katika njozi ya usiku anaona ngazi ambayo ncha yake upande mmoja umeshikilia hadi umepanda hadi mbinguni na upande mwingine umekanyaga ulimwenguni. Na hapo ndipo aliona malaika wakifanya nini? Wakipanda na kushuka kwenye hiyo ngazi. Yaani kwa namna nyingine ukisoma kitabu kile cha Yohana Injili 1:51 inakuonyesha kwamba ngazi ni Yesu Kristo na malaika ni wale ambao ni viumbe wanaotumika katika swala zima la nini? La mpango mzima wa ukombozi. Na kwa njia hiyo ni Kristo ndiye njia tu ya kutupatanisha na Mungu wetu. Lakini Kaini, na kama vile amefananisha na wengi katika ulimwengu wa leo hii, kwamba wanahisi kwamba watajitegemea, watategemea nguvu zao kwa ajili ya kufanya nini? Kufika kwa Baba ama kufika mbinguni. Wanatengeneza njia zao, yaani kwa njia nyingine wanaenda kinyume na mpango uliowekwa wa ukombozi na kubuni mpango wao wa moja kwa moja. Na hicho ndicho alichokifanya nani? Kaini. Kumbuka kitendo alichokifanya, badala ya kuzingatia maagizo ya kuleta mzao wa kwanza kutoka zizini, mnyama, na kisha na nini, na mazao ya kwanza ya matunda ya wapi? Kondeni ama shambani. Hizo zilikuwa ni kafara mbili. Yeye alileta moja tu, na aliyoileta ni ya matunda na majani ya maboga. Hizo tu, hakuweza kutoa mzao wa kwanza kutoka zizini. Kwa lugha nyingine, damu haikumwagika. Nakumbuka tumeona hapo kwamba Ibrania 9:22, bila kumwagikaji wa damu hakuna ondoleo. Ondoleo la nini? Ondoleo la dhambi. Sheria ilikuwa inahitaji nini? Damu imwagike. Na damu iliyokuwa inahitajika kumwagika ni ipi? Sasa inaturudisha kule kwamba maisha ya malaika hayangeweza kumuokoa mwanadamu. Kumbuka hilo, zingatia sana. Maisha ya kiumbe hayangeweza kulipa deni. Adhabu ilikuwa kubwa sana. Yaani ingehitajika kwamba ulikuwa na options kama Mungu abadilishe sheria yake, ama yeye mwenyewe, Mungu mwenyewe aweze kulipa deni hilo. Damu yake, uzima wake uweze kulipa deni hilo. Na aliyekuwa sawa na Mungu katika kila hali ni Kristo Yesu peke yake.
only one being in the whole universe, Kristo peke yake. Ndiyo maana kwamba yeye ndiye aliweza kulipa deni hilo, na ndiye mzaliwa wa kwanza wa wapi? Wa mbinguni. Nakumbuka hapa sasa kwamba tunaangazia jambo hilo, ni muhimu sana. Ni kwa nini mzaliwa wa kwanza? Ni kwa nini? Ilikuwa inamaanisha na ikielekeza wapi? Lakini kumbuka kwamba Kaini alipuuzia mpango huu mzima wa ukombozi, yeye akabuni mpango wake. Kwa hivyo kwake kusamehewa dhambi halikuwa swala lenye uzito, halikuwa swala lenye uzito. Kama vile wengi leo hii wanapuuzilia jambo hili la kusamehewa dhambi. Tunasamehewa dhambi kwa njia gani? Ni kipi ambacho mbingu imekifanya? Ni kutokana na kafara mbili tunazozizungumzia. Hakuna kafara moja tu, bali ziko mbili. Ya kwanza ni ipi? Imefanyika kwenye hema takatifu, ambapo mwana wa Mungu alitoa uzima wake, Roho Mtakatifu, na bila Roho Mtakatifu hakuna kushinda dhambi. Alikuja, alichagua njia ya kujitegemea. Kwa namna gani? Alikuja kwa namna yake mwenyewe. Hakuleta mwana kondoo na kuchanganya damu yake na sadaka yake, lakini alileta matunda yake, mazao ya kazi yake. Mazao ya nini? Mazao ya kazi yake. Ni kama tu vile kwamba alitegemea haki yake, bali sio katika haki ya Kristo. Alileta sadaka yake kama kujitolea tu aliko kufanya kwa Mungu, ambapo alitarajia kupata ukubali wa mbingu. Kaini alitii katika kujenga madhabahu. Katika kujenga madhabahu alitii. Kama ni siku ya Sabato aliitunza, hakuipuzilia, aliitunza. Kisha alitii katika kuleta sadaka. Sadaka naye alifanyaje? Alileta matoleo, aliyaleta, lakini alikuwa na utii nusu. Na hii ndiyo ilikuwa shida, na ndiyo ambayo ni shida ya siku za leo. Wengi wanakubaliana na baadhi, lakini katika huduma hiyo na katika ibada hizo ni kwamba ni utii ambao unahesabiwa kwa macho ya kimbingu kwamba ni utii nusu. Yeye hakuweza kuafikia malengo na matakwa na mpango mzima wa ukombozi vile ambavyo ulikuwa umewekwa, bali alifanya nusu. Sehemu muhimu, hiyo ilikuwa ni sehemu muhimu. Ukubali wa hitaji la mkombozi uliachwa. Aliacha sehemu muhimu. Sehemu aliyoiacha ndiyo muhimu. Kimaanisha kwamba aliyoyazingatia yalikuwa ni hayakuwa na umuhimu ukilinganisha na sehemu aliyoiacha. Na sehemu aliyoiacha ni ukubali wa nini? Hitaji la mkombozi, the savior. Hii ni hatari sana. Ndivyo ilivyo katika Ukristo wa leo hii. Wana matengenezo wa leo, mambo yaliyo ya muhimu hayazingatiwi, bali vitu visivyo vya muhimu ndivyo vinatiliwa mkazo. Na swala hili linakuja kutuonyesha hasa kuna wale ambao hawajaweza kufahamu masuala haya. Ndiyo maana kwamba tunapozungumzia swala ama somo la Utatu Mtakatifu, Utatu Mtakatifu unafagilia mbali uchumi mzima wa nini? Wa Kikristo. Utatu Mtakatifu ni sawasawa na kafara ya Kaini isiyokuwa na damu. Ikimaanisha kwamba haina damu. Bila kukuwa na damu inamaanishaje? Haina Roho Mtakatifu, haina uzima wa Kristo.
na haigusi upande tu wa Utatu Mtakatifu kwa wale wanaoamini nafsi tatu hai za milele, bali pia inakusanya na wale ambao ni wa nafsi mbili, alafu pia na wa nafsi moja, kwamba hakuna nafsi ya tatu uzima wa Kristo, hata kama inadhihirika wazi katika maandiko na roho ya unabii. Yaani zote pande zote ni kafara ambayo haina damu ya Kaini, haina Roho Mtakatifu, ni nguvu tu, ni mvuto tu. Na kwamba cha kusikitisha ama cha kushangaza ni kwamba hii ndiyo sehemu muhimu. Je, itakubalika kwa Mungu? Basi itakubalika ikiwa ya Kaini ilikubalika. Lakini kama ya Kaini haikukubalika, hii itakubalikaje? Kumbuka hakuna kitu kipya chini ya jua. Yaani ni yale yale yanayojirudia. Hebu tuendelee kuangalia hapa ili kwamba mwisho wa kipindi chetu, ndugu yangu na dada yangu, uweze kujua uko upande gani. Uko katika kafara ya Kaini ama katika kafara ya Abeli. Kadri maagizo ya kuzaliwa na ya dini yanavyohusika, ndugu hawa walikuwa sawa. Yaani hawa ndugu kwa kuzaliwa, kwa kuangalia kwa muonekano katika ibada zao, walikuwa namna gani? Walikuwa sawa. Wote walikuwa wadhambi. Wote walikuwa wadhambi. Tumesoma hapo kwamba kitabu cha Warumi 3:23. Wote wametenda dhambi, wanamepungukiwa, wanahitaji mkombozi. Wanahitaji mkombozi ili kwamba waweze kusamehewa dhambi zao. Wote walikuwa wadhambi. Wote walikubali nini? Madai ya Mungu ya kuabudiwa. Walikubali madai ya Mungu ya kuabudiwa. Mniabuduni mimi siku ya ngapi? Siku ya 7. Haya. Kisha kwa mtazamo wa nje, dini yao ilikuwa sawa hadi sehemu fulani. Hiyo tunaendelea kuangalia hapo ni sura ya 46 kwa kitabu cha Kiswahili Wazee na Manabii. Lakini kwenye Kiingereza ni sura ya ni ukurasa wa 71, 72. Sasa hivi ni 72. Kwamba kwa mtazamo wa nje, dini yao ilikuwa sawa hadi sehemu fulani. Kwa dini inaonekana kwamba ni yani wako sawa kabisa kwa kila kitu. Hao wote si ni wana matengenezo. Kuna wana matengenezo. Wote ni wana matengenezo. Hata hivyo ndivyo hizi dini zote zinaonekana kwamba wote wako sawa. Wote ni wana matengenezo. Na ndiyo maana kwamba sisi wote ni wana matengenezo, basi mbona tusikuje pamoja? Hebu sikiliza hapa. Haya nayatoa kwenye Wazee na Manabii, Patriarchs and Prophets. Inasema hivi: kwa mtazamo wa nje, hata sisi tunapoangalia kwa mtazamo wa nini? Wa nje. Sisi wote ni wana matengenezo. Wana matengenezo wa wapi? Wa huko, wa wapi? Wote tuje pamoja. Alafu walikuwa sawa hadi sehemu fulani. Lakini zaidi ya hapo tofauti ilikuwa kubwa. Ingawaje walikuwa wanaonekana kama kwamba wote ni wana matengenezo, lakini tofauti yao ilikuwa kubwa. Na ni kweli. Kwa sababu gani? Hao wana matengenezo fulani wanaamini kwa mfano kama ni ubatizo katika jina la Yesu. Wale wa upande mwingine wanaamini ubatizo katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wana matengenezo wa sehemu fulani wanaamini kwamba Yesu alikufa siku ya Jumatano. Wana matengenezo wengine upande mwingine wanaamini kwamba namna gani? Wote kuangalia kwa nje walikuwa ni wana matengenezo. Ila zaidi ya hapo, huo muonekano wa nje, kulikuwa na tofauti kubwa. Hawa wana matengenezo wanaamini nafsi ngapi? Wote wakuje
pamoja. Hebu sikiliza hapa. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Hiyo ni kwenye kitabu cha Waebrania 11:4. Habili alikumbatia kanuni kuu ya ukombozi. Yaani kanuni kuu ya ukombozi, sayansi ya ukombozi ni kitu cha kukumbatia. Hakika ni muhimu sana tuweze kuzingatia ukombozi wetu umehusisha nini? Mbingu imegharamika kiasi gani kwa ajili ya ukombozi wangu na kwako? Ni kipi kimefanyika? Na ndiyo maana ya kwamba ujumbe wa mwisho wa rehema utakaohubiriwa ulimwenguni kwa mujibu wa kitabu cha Christ Object Lessons, ukurasa wa 415, aya yake ni ya 5. Ujumbe wa mwisho wa rehema utakaohubiriwa ulimwenguni ni ufunuo wa tabia ya upendo wa Mungu. Ufunuo wa tabia ya upendo wa Mungu. Ndio maana yake kwamba Mungu aliupenda ulimwengu huu akamtoa mwanawe wa pekee ili afe yeyote amwaminie apate uzima wa nini? Wa milele. Aweze kupata uzima wa milele. Huyu Habili aliona nini? Aliweza kukumbatia kanuni kuu ya ukombozi. Alijiona kuwa ni mdhambi, yani sharti tujione kuwa ni wa dhambi. Alafu na aliona dhambi na adhabu yake kifo. Yani aliona vyote, dhambi na adhabu yake kifo, kikisimama kati ya nafsi yake na mawasiliano na Mungu. Aliliona hili vile ambavyo na sisi tunafaa tulizingatie na tulione. Yani dhambi ni kero kwa Mungu. Tutasimamaje bila mpatanishi? Tutasimamaje bila anayetupatanisha kati ya Mungu na sisi? Kwa mfano katika kile kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:5 kuna mpatanishi mmoja, mwanadamu Kristo. Je, atakapomaliza kazi yake na kutoka katika nafasi hiyo, tutasimamaje mbele ya Mungu bila dhambi? Tutaweza kusimama tu ikiwa hatuna dhambi. Na lazima tuzingatie kabla hajatoka katika ile sehemu. Je, tumeshinda dhambi? Bila kushinda dhambi hatuwezi tukasimama mbele ya Mungu wetu, bali Mungu ni moto ulao, tutateketezwa. Na Habili alizingatia hili, lakini Kaini hakuzingatia. Hebu kaliangalie hiyo. Hakuweza kulizingatia. Basi alileta mnyama wa kuchinjwa. Aliyeleta ni Habili. Alileta mnyama wa kufanya nini? Wa kuchinjwa. Na huyu mnyama wa kuchinjwa ni yule anayeelezewa ukisoma kile kitabu cha Ufunuo 13:8, mwana kondoo aliyechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alikuwa amechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kusudi tuweze kupata msaada wa mlango wa kutokea, kafara ya uhai. Hivyo kukubali madai ya sheria ambayo imevunjwa. Sheria ambayo ilikuwa imevunjwa ilikuwa yani kwamba sheria ilikuwa kubwa kiasi kwamba maisha ya mwanadamu hayangeweza kulipa, maisha ya malaika hayangeweza kulipa, bali aliyeitunga sheria, aliyeitoa sheria, maisha ya muumbaji ndiyo yangeweza kukidhi mahitaji ama deni lililokuwa limehitajika kwa ajili ya nini? Ya sheria. Kupitia kumwawa kwa damu ya tazamio la kafara ijayo. Kupitia kumwawa kwa damu ya tazamio la kafara ijayo, Kristo akifa katika msalaba wa Calvary na kuamini juu ya upatanisho ambao utapatikana hapo, alikuwa na ushuhuda kwamba alikuwa alihesabiwa haki na dhabihu yake kukubaliwa. Na dhabihu yake kufanya nini? Kukubaliwa. Sasa hapa tunakuja kuangalia kwamba
hatimaye kule msalabani, Yesu Kristo alipokufa kule msalabani, aliposema kwamba imekwisha, hakika hapo ndipo ilikwisha, na kwamba ikakuwa confirmed ama ikakuwa established. Nini hicho? Tuweze kuweka msingi katika kauli hiyo. Kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 347. Pambano Kuu ukurasa wa 347. Aya yake ni ya pili. GC 347 paragraph 2. The kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man, when a plan was devised for the redemption of the guilty race. It then existed in the purpose and by the promise of God, and through faith men could become its subjects. Yet it was not actually established until the death of Christ. Yani kwamba haikuweza haikuweza kuwa ama kutiwa rubber stamp ama muhuri mpaka pale kifo cha Kristo kule msalabani. Even after entering upon his earthly mission, hata baada ya kuingia katika nini yake hapa ulimwenguni, kazi yake, the Savior, Mwokozi, wearied with the stubbornness and ingratitude of men, akiwa amechoshwa na dhihaka za wanadamu aliyokuwa amekuja kuwakomboa, might have drawn back from the sacrifice of Calvary. Yani Kristo alikuwa na uwezo wa kufanya nini? Wa kuacha kuendelea na ule mpango wa nini? Ukombozi. Alipokuwa hapo ulimwenguni katika harakati zake hadi kule msalabani, walipokuwa wameendelea kumwambia kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu kajiokoe, shuka kutoka hapo msalabani, kwamba alikuwa na uwezo wa kuacha kuendelea hadi mwisho, atoke kule msalabani, arushe wanadamu wote wapotee na mpango mzima wa ukombozi ufanye nini? Uishe. Alikuwa na uwezo huo. Alikuwa na nini? Na uwezo huo. Hayo maneno yako kwenye Great Controversy ana Pambano Kuu ukurasa wa 347. Aya yake ni ya pili. Anasema kwamba he might even then have wiped the blood sweat from his brow and have left the guilty race to perish in their iniquity. Yani kwamba angepanguza yale matone ya damu, matone mazito ya nini? Ya damu, jasho, ili kwamba amwache mwanadamu apotee. Lakini alivumilia mpaka kule msalabani. Aliposema kwamba imekwisha, hapo ndipo hakika ilikuwa confirmed. Na hapo ndipo inakuwa confirmed kwa namna gani? Tunaenda hapo sasa hivi tuweze kuangalia imekuwa confirmed kwa namna gani. Kwa hivyo hii kafara ambayo tunaiangalia hapa, kwamba kafara, kwamba katika hema ya mbinguni alifanya nini? Aliachilia uzima wake, Roho wake Mtakatifu kule msalabani. Aliposema kwamba imekwisha, yani kabla tu hajasema kwamba imekwisha, alikabidhi roho yake mikononi mwa baba yake, kwamba Baba yangu, roho yangu na ikabidhi mikononi mwako. Na akafanya nini? Akainamisha kichwa chake, akafa baada ya kusema kwamba imekwisha. Hapo kuanzia hapo ndipo Roho wake Mtakatifu alianza kujitegemea kama nafsi iliyo huru, nafsi tegemezi, uzima wake. Hapo tunaambiwa kwamba kabla ya hapo, kabla ya huko, alikuwa na uwezo wa kuprocess na arudie hali yake ya kwanza ya kuwa. Hali yake ya kwanza ya kuwa ilikuwa ni uungu safi. Na hii ndiyo damu yake ambayo alifanya nini? Damu ya Mungu iondoayo dhambi. Ni Roho Mtakatifu. Kuna nguvu katika Roho Mtakatifu. Na hii ndiyo kafara ambayo inafananishwa na ile kafara aliyoitoa nani? Abeli. Kafara ya mnyama wazaliwa wa kwanza na nini? Na matunda. Hizo mbili ambazo hazitenganishwi, zinaendanisha zote pamoja.
Ya kwanza ni kwa ajili ya nini? Ondoleo la dhambi ya mnyama. Na nyingine, kumbuka kwamba Yesu ndiye mwana kondoo aziondoae dhambi za ulimwengu. Nyingine ni ya nini? Kwa ajili ya ukombozi. Alafu tunakuja kuona katika kitabu hiki kinaitwa, tuweze kukiunganisha hapo ili kwamba tuweze kuangalia, kinaitwa Review and Herald, volume yake ni ya 12, ukurasa wake ni wa 409, aya yake ni ya kwanza. Kwa kuzaliwa katika sura nyingine. Kwa kuzaliwa katika sura nyingine, yani kuja kwake huku kama mwanadamu. Na hiyo sura nyingine si kwamba imeanzia hapa duniani kwamba vile alivyozaliwa tumboni mwa nani, mwa Maria. Kuzaliwa katika sura nyingine ni tendo ambalo lilikuwa ni endelevu. Alipoonekana kwamba akona umbo kama la malaika, ndiyo maana walichanganyikiwa na ikambidi baba kutangaza nafasi hasa ya mwanawe ni ipi. Na hata alipokuja ulimwenguni, na hapo akaweza kutangaza position, the true position of his son. Yani kwamba akawaagiza wale malaika waweze kumwabudu. Kwa sababu gani? Alikuwa ni Mungu ambaye amedhihirishwa katika mwili. Haya, basi tunakuja kuona hapo kwamba kutokana na kauli hii ambayo tumeisoma hapa ya kwamba Kristo kupitia kumwaga kwa damu ya tasamio la kafara ijayo. Hii kafara, yani kwamba kule msalabani it was a confirmation ya kwamba baada ya msalaba hakuna vile tena kuendelea hapo, angeweza kurudia ile hali yake ya kwanza ya kuwa. Kafara mbili. Ya kwanza ni kwa ajili ya nini? Ya uishwaji. Yani kwamba kutufanyia regeneration, kushinda dhambi. Bila Roho Mtakatifu tutashindaje dhambi? Kitabu cha Tito 3:5-6. Dhambi zetu na maovu yetu yanashindwa kupitia kwa Roho Mtakatifu ambaye tulimwagiwa kwa njia ya Kristo. Roho Mtakatifu ni uzima wa Kristo. Review and Herald, Mei 19 mwaka 1904. Ukurasa wake ni 42, aya yake ni ya kwanza hadi 3. Nafsi ya tatu ya katika uungu ndiyo ingeweza tu kushinda uovu, kwa sababu ulikuwa umezidi sana, na ndiyo zawadi ya juu kabisa ambayo mbingu zingeweza kuitoa kwetu. Na hiyo ndiyo ambayo imepuuziliwa, na hiyo ndiyo ambayo haijaweza kudhaminiwa. Hiyo ni sawasawa na kafara ambayo ni ya Kaini, ambayo haina nini? Haina damu. Kafara ya Kaini ni kafara ambayo haina damu. Na ndiyo ambayo wengi leo hii wanaishabikia. Utatu Mtakatifu, ule wa Adventist na wa makanisa mengine, wale wanaoshabikia Utatu Mtakatifu. Vile vile wanaoshikilia nafsi mbili au nafsi moja, hao pia ni kafara ambayo haina damu. Ni kafara ya maboga boga tu, matunda ambayo haina damu. Na bila hiyo damu dhambi itataka, yani kwamba dhambi tutashindaje? There is power in the blood, in the blood of the lamb. Na damu ya mwana kondoo ni nini? Roho Mtakatifu. Walawi 17:11. Uhai huu katika damu. Uhai huu katika damu. Kinachotupatanisha ni damu ya Kristo, na damu ya Kristo ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Anapokuangalia hapa, Kaini alikuwa na nafasi ya kujifunza na kukubali kweli hizi kama ilivyokuwa kwa Abel. Kila mtu alikuwa na nafasi, kama vile kwamba kila mtu leo hii ako na nafasi ya kujifunza. Kila mtu amepewa nafasi ya kujifunza. Hii inanikumbusha niweze kusoma nukuu moja hapa. Ambayo inatoka kwenye kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho. Matukio ya Siku za Mwisho, ukurasa wa 218. Last Day Events, page 218, paragraph 1. Those who have an opportunity to hear the truth and yet take no pains to hear or understand it. Wale ambao hawawezi wakachukua nafasi, wale ambao wako na fursa ya kusikia ukweli, lakini ila hawachukui nafasi hiyo kuweza kuelewa ukweli au kusikia, thinking that if they do not hear they will not be accountable. Wakifikiria kwamba kwa kutosikia kwao hawataweza kuwajibika.
will be judged guilty before God, the same as if they had heard and rejected. Wataweza kuwajibika mbeleni ama mbele za Mungu kana kwamba walisikia na wakakataa. Fursa ipo ya kujifunza. Ipo, masomo haya yapo, anasikia tu, nasikia hawa ni kelele wanapiga tu, anapita tu. Anaona hii hakuna haja ya kuangalia, anapita tu, anaangalia hapa kwa mtandao, anaona kanisa la saa 11, kafara 2, anasema ni upuzi, anapita tu anaenda. Hao wako na fursa ya kuangalia mambo haya, lakini mbinguni na uangalia kana kwamba ni sawa kwamba wamesikia na wamekataa. Hivyo ndivyo Kaini alikuwa, kwamba alikuwa na fursa lakini hakuweza kuzingatia. Kinyume na nani? Na Habili au Abel. Basi there will be no excuse for those who choose to go in error when they might understand what is truth. Hakuna kisingizio kwa wale ambao wanachagua kuingia kwenye makosa wakati ambapo wangeweza kuelewa ukweli ni nini. In his sufferings and death, Jesus has made atonement for all sins of ignorance, but there is no provision made for willful blindness. Willful blindness, kuwa kipofu makusudi. Kipofu makusudi, yani sioni mahali ninaenda. Ukweli upo lakini sitaki kuangalia, napita tu naenda. Hiyo ni willful blindness, kwa kupenda. Hapo hakuna kisingizio. Basi tunapoendelea hapa tunakuja kuona kwamba haikuwa lengo awe muhusika wa wasiofuata sheria zilizokubalika. Ndugu mmoja hakuchaguliwa ili akubalike kwa Mungu na mwingine akataliwe. It was not the plan of God. Kaini na Abel, hawa ndugu wawili, wanawakilisha makundi mawili yatakayokuwepo hadi mwisho wa wakati. Je, niko kundi gani? Je, uko kundi gani? Makundi ni mawili. Makundi ni mawili. Tutafakari hilo kwanza. Makundi ni mawili. Kundi la kwanza ni la Kaini. Kundi lingine ni la nduguye. Kundi la Kaini ni lile ambalo ni kafara isiyo na damu. Na kundi lingine la ndugu yake ambaye ni Abeli ni lile ambalo ni kafara ambayo inahusisha nini? Damu. Kafara hii iliyo na nani? Iliyo ama inayodhamini mpango mzima wa ukombozi. Kafara mbili. Moja kwa ajili ya uwisho na nyingine kwa ajili ya ukombozi. Nyingine ya upande wa Kaini haitambui moja, ile ya kwamba inaleta tiba ya ondoleo la dhambi zetu. Na hiyo tiba inatokana na kwamba Kristo ametoa uzima wake, damu yake, ili kwamba tuweze kushinda dhambi. Hiyo yote unaipata kwenye soma kitabu cha Ibrania 9:14. Alitoa nafsi, damu yake kwa njia ya Roho mmoja wa milele. Usome pia kwenye kitabu kile cha Tito 3:5 hadi 6. Pia usome kwenye kitabu kile cha Petero wa pili 1:4. Tumeridhishwa ahadi za dhamani tuweze kuyashinda matendo maovu. Hiyo yote ni matokeo ya nini? Ni zawadi kuu ambayo imetolewa, ambayo ni Roho Mtakatifu. Sasa kwamba Roho Mtakatifu akiwa amekataliwa kama uzima wa Kristo, nafsi ya tatu katika uungu, utashindaje? Kitabu cha Desire of Ages, Desire of Ages, Desire of Ages, Desire of Ages,
Mkurasa wa 671 aya yake ni ya pili. Aya yake ni ya pili. The Spirit was to be given as a regenerating agent. Roho getolewa kama wakala anayeuisha. And without this the sacrifice of Christ would have been of no avail. Na bila huyu kafara ya Kristo haingekuwa na maana yoyote. Yaani hii ndugu yangu na dada yangu ni sawa sawa na vile ambavyo Kaini aliweza kule hakuzingatia mpango wa Mungu, hakuzingatia kafara hizi mbili. Yeye alileta ya matunda tu, hakuzingatia mzao wa kwanza wa wanyama kutoka kule zizini. Hakuleta mzalio wa kwanza. Kwa hivyo inamaanisha ile moja ya matunda haingekuwa na maana yoyote bila, ama haikuwa na maana yoyote bila nini? Bila ile ya nini? Ya mzalio wa kwanza ya mnyama kutoka kule zizini. Ndio maana Roho alitolewa kama nini? Wakala naye uisha. Na bila huyu kafara ya Kristo haingekuwa na maana yoyote. Kafara ipi? Ile kwamba mwanadamu aliyezaliwa akawa mmoja wetu, kaka yetu, na ambaye ako na alama za misumari, alifanyika mwanadamu, alitembea hadi kule msalabani, akatoa, yani kwamba binadamu ulikufa kule msalabani. Damu ya mwanadamu ilimwaika kule msalabani. Sikilize vizuri. Damu ya mwanadamu ilimwaika kule wapi? Msalabani. Na damu ya Mungu je? Yeye katika hali yake ya Mungu, uungu safi, damu yake ni ipi? Ni Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu alikuwa ni kwamba ni asili yake ya ndani, uzima wake, uzima wa Mungu, uzima wa Kristo ulikuwa ni nini? Roho wake Mtakatifu. Na ndiyo tunaridhishwa. Bila huyu utashindaje dhambi? Hebu tuendelee na hii nukuu kwanza. The power of evil had been strengthening for centuries, and the submission of men to his satanic activity was amazing. Sin, dhambi, could be resisted and overcome only through the might agents of the third person of the Godhead. Dhambi ingezuiliwa na kushindwa tu kupitia kwa wakala wa nafsi ya tatu ya uungu, who would come with no modified energy. Yaani kwa kifupi, Kristo Mwokozi wetu anamiliki asili mbili, na hizi asili mbili zinajitegemea. Hizi asili mbili zinajitegemea. Kwa mfano hizi asili mbili zinajitegemea. Kitabu kinaitwa 5 BC 5 BC 5 BC 1129 5 BC 1129 5 BC 1129 paragraph 3. But although Christ's divine glory was for a time veiled and eclipsed by his assuming humanity, yet he did not cease to be God. He did not cease to be God when he became human. This is the mystery of godliness. The two expressions, human and divine, vyote viwili, ubinadamu na uungu, wa in Christ, vilikuwa ndani ya Kristo, closely and inseparably one, karibu sana na bila utenganisho. Lakini ona mahali namalizia, yet they had a distinct individuality. Hata hivyo vilikuwa na utu tofauti, distinct individuality. Though Christ humbled himself to become man, the Godhead was still his own. Uungu bado ulikuwa wake. Na kumbuka kwamba hakuja na uungu wake hapo ulimwenguni. Usije ukasahau hilo. Ukisoma kile kitabu cha Bible Echo October 12 mwaka wa 1896 paragraph 1, aliweka kando uungu wake, akaja katika ubinadamu. He came in the garb of humanity. He is coming in the garb of humanity. Kuna kitu alikifanya ili kwamba aje
Yaani aliweka kando uungu wake. Zile sifa za kuwa kila mahali, kujua yote, aliziachilia mbinguni. Hakuja nazo huku. Unajuaje? Alipokuwa huku alisema kwamba kazi zote nizitendazo mimi ni Baba yangu aliye ndani yangu anayezitenda. Jambo lingine, alisema kwamba hangeweza kujua yote, hasa kwamba kujua nini? Siku hata ya kurudi. Baba peke yake ndiye alikuwa anajua alipokuwa hapo ulimwenguni. Yaani hiyo ni kidokezo kwamba zile sifa hasa pia ya kuwa kila mahali, akiwa amezingwa na ubinadamu, hakuwa kila mahali. Ndio maana kwamba angekuwa kama sehemu moja, hangeweza kuwa katika sehemu nyingine. Hizo ni sifa ambazo aliziachilia pamoja na ule uzima wake. Roho wake Mtakatifu alikabidhi mikononi mwa Baba yake. Hii ilikuwa ni aina ya mauti. Na unayajuaje hayo? Mambo hayo yako wazi na yanadhihirika. Ni kutokana na kile kitabu cha Ibrania 9:16-17. Mauti yake lazima yawepo. Yeye kama muhusia, mauti yake na yaweze kuwepo. Kwa hivyo tumeona hapo kwamba they had a distinct individuality. Na pia ukisoma kile kitabu cha Yohana Injili 3:13, anasema kwamba alipokuwa hapa duniani angejirejelea kwamba tena kama mwana wa Adamu aliye wapi? Aliye mbinguni. Kwa kifupi ama kwa namna nyingine, alikuwa anarejelea ule uungu wake, asili yake ya kimungu, Holy Ghost, ambayo alitoa ili kwamba tuweze kuridhishwa ama tuweze kuuishwa kwa ajili ya uishwaji wetu. Katika sehemu ya kwanza, hii ni sehemu ya kwanza. Tutaweza kurudi tena katika sehemu ya pili kipindi kitakachofuata, vile Mungu atatujalia, tuweze kufanya conclusion. Lengo na kusudi ni kwamba ndugu yangu na dada yangu uweze kujua umesimama upande gani. Ibada ni mbili na sehemu ni mbili. Moja ni ya Kaini na nyingine ni ya Abeli. Umesimama upande gani? Ya moja ni kafara isiyo na damu. Nyingine ni kafara ambayo inadhamini, ambayo iko sawa na mpango wa nani? Wa Mungu. Basi Mungu aweze kuwabariki hadi tena kipindi kitakachofuata. Kafara ni mbili, ya mbinguni na ya msalabani, na zote zinaendana pamoja. Basi tuweze kumaliza kwa ajili ya ombi. Baba wetu na Mungu wetu, nakushukuru kwa sababu umekuwa nasi tangu tulipoanza hadi tukafika tamati. Jina lako litukuzwe kwa sababu unastahili. Tusaidie na uendelee kusaidia kila mmoja wetu tuweze kufahamu kweli hizi. Kila mmoja kate shauri anasimama upande gani? Ni kwa kafara isiyo na damu ama ni kwa kafara ambayo inadhamini mpango mzima wa ukombozi? Katika jina la Kristo Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa
wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Mafundisho ina bima na msalaba, kanuni wa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Nini maana ya matengenezo? Ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.